Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda. Ni lazima aihifadhi, aifahamu suratu al-Fatiha na zile sura fupi fupi azihifadhi, tena afundishwe kwa kutamkishwa na kwa kusahihishwa, na ikibidi azihifadhi, na pale ambapo kuna uwajibu wa kufundishwa maana yake awe mwenye kufundishwa ili zimsaidie katika swala yake, kwa sababu kwenye swala tunasoma suratul Fatiha wama tayassara min alquran. Lazima usome suratul Fatiha, lakini na kile ambacho kitakachokuwa chepesi kwako katika Qur'ani nzima. Kwa hiyo ni bora Muislamu kazihifadhi hizo sura kwa sababu ya kusaidia katika nini? Swala zako, ikiwa wewe zile sura nyingine ni ngumu kwako. Kwa somo la kwanza, Sheikh anaonyesha umuhimu wa Muislamu kuijua suratul Fatiha min awwaliha ila akhiriha, mwanzo wake mpaka mwisho wake, lakini aisome sura hiyo kwa kufundishwa, kwa kutamkishwa. Sheikh anasoma, anafanyaje? Anarudia, kwa sababu na mtume ndivyo alivyofundishwa. Jibril alayhi salam alikuwa akimwijia mtume akimtamkisha Qur'an, naye mtu anafanyaje? Anarudia. Kwa hiyo Muislamu naye aketi kwa mwalimu atamkishwe, naye afanyaje? Arudie. Pale ambapo anahitajika kusahihishwa, kurekebishwa, arekebishwe. Suratul Fatiha aifahamu maana yake, kwa sababu ndiyo nguzo ndani ya nini? Ya swala. Kwa hiyo aifahamu maana yake ili akiwa ndani ya swala awe anajua anachokifanya. Kwa hiyo Muislamu sura hizo azifahamu na ikibidi na maana yake, kwa sababu itamuongezea khushu ndani ya swala. Ukiwa ndani ya swala afikasomwa kitu unachokijua, kuna mazingatio utayapata ndani ya nini? Swala. Lakini ikiwa haujui chochote, yani utaona imamu anacheza, imamu anakuchelewesha, imamu leo sauti mbaya na kadhalika. Lakini ikiwa maana yake unaifahamu na makusudio yake unayafahamu, wallahi itakusaidia hiyo kuwa na khushu ndani ya nini? Ya swala. Kwa hiyo Muislamu, kifupi tu kwamba ni lazima uijue suratul Fatiha mwanzo wake mpaka mwisho wake, na pia zile sura fupi fupi. Ikiwa wewe muda wako wa kusoma Qur'ani haupo, yani imeshindikana kwako kusoma Qur'ani, maana kuna ratiba tumejiwekea za ubize, basi hizi sura fupi zichukue, zisome, zihifadhi, ili zije ziwe msaada kwako kwenye swala, kwenye mambo mengine. Yani usifike tu hatua mpaka Qur'ani wewe haujui, yani ukiambiwa atasoma hata sura yoyote haujui, itakuwa ni jambo la ajabu. Unatazama Aman TV Online, amani kwa wote.